من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه في زرع غيره. hii ndio hadithi ambayo al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala amesimamia na akaitolea maelezo marefu kabisa katika kitabu chake Zadul Maadi. Yule ambaye anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho asinyesheleze maji yake katika mmea mwingine, kwa maana kwamba mwanamke ana mimba alafu unyesheleza maji yako katika mmea wa mwenzako, haramu. Sasa ufafanuzi ukaja hapa, khilafu ipo la shaka, lakini kauli iliyo rajih ni kwamba haifai kumuoa mwanamke mwenye mimba na ndoa haitasihi. Na akataja baadhi ya hadithi na baadhi wanaochuona wanasahihisha hadithi hiyo kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimtenganisha mtu na mkewe kwa kuwa alimuoa mwanamke huyo akiwa na mimba, kawatenganisha, ndoa ile ikavunjwa. Kwa ndoa haitasihi, Sasa masala yanayozalikana hapa, kama ndoa haikusihi na pingine mtu alioa hivyo kwamba ni yeye ndiye alimtia mimba yule mwanamke, sasa akaona kustiri aibu amuoe, au katiwa mimba na mtu mwingine, sasa yeye akaambiwa amuoe amsitiri, pengine katika jamaa zao kustiri aibu, au hakujua kwa mwanamke huyo alikuwa na mimba, au ajua lakini kutokana na mapenzi yake na mahaba yake kwa mwanamke huyo akaona amuoe hivyo hivyo. Suala linalokuja hapa, wakiishi kwenye ndoa ile kwa muda wote huo wakazaa watoto, kisha wakajua ukweli uko vipi, kwa maana kwamba ni jambo la makosa, jambo la haramu na ndoa haikusihi, je, muda wote walioishi wamezini? Swali la kwanza. Swali la pili, nini hukumu ya watoto waliozalikana katika ndoa ile? Sawa. Masala ya mtu kutokujua akafanya jambo kwa kutokujua, na hasa katika masaili yana khilafu ndani yake, na pengine mtu akaona kwamba vile alivyokuwa akifanya afanya wema, kwamba stiri, kama ikiwa ndio hivyo, masala yalivyo ni kwamba hakuwa amefanya haramu kama ikiwa hajui. Mtu amefanya jambo akiwa jahilan, kwa kutokujua, hakuwa amefanya haramu. Na hasa zitakapokuwa fatwa za watu wa mji huo zimejengwa juu ya jambo hilo, yani kuna baadhi ya mashaikh pengine msimamo wao ni kutokuona haramu jambo hilo, lakini kwenye makosa wa mashaikh wenyewe, na yeye ni ammi, anawauliza wenye elimu wakidhani kwamba wanayo elimu, kumbe hawana katika jambo hilo, alikuwa amepewa udhuru katika hilo. Kwa hiyo haambiwi kwamba amefanya haramu muda wote, ili itakuwa inahesabika ni watu wa shubha. Na watoto watakaozalikana katika ndoa ile ni wake, ila ile mimba ile, mtoto yule si wake yeye, maadamu amemuoa mwanamke yule alikuwa ana mimba, mtoto yule si wake, atanasibishwa na huyo alimtia mimba kama atamkubali yeye huyo mtu, au kama hatumkubali huyo mtu kwa fatwa ile. Maelezo Ibn al-Qayyim Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala na maelezo ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, kama hakumkubali atanasibishwa na mama yake, atanasibishwa kwa babu yake mzaa mama, na hiyo nasabu yake itakuwa itapita huko, sawa. Kwa hiyo watoto hao wengine watakuwa ni wake yeye, hao waliozalikana sasa katika hii ndoa wote watakuwa ni wake, kwa sababu ni watu wa shubha. Ama kufanya mtu kufanya jambo hili akiwa ajua hasa, atakuwa pata dhambi na ni haramu jambo hili, kwa kauli iliyo na nguvu. Na haya ni katika mambo ya mushtabihat, hayako wazi moja kwa moja, kwa sababu kuna kauli zinakinzana katika hili. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Imekuja kwa lafdhi hilo alfadhi nyingine, la ya'lamuhunna kathirun minan nas, watu wengi hawayajui. Wallahu a'lam.
Je, ndoa iliyofungwa ikabainika kuwa mume ni Shia, ni hukumu ipi itafuata? Itavunjika ndoa? Itavunjwa ndoa. Mwanamke atafanya fasakhi ya ndoa ile, ikiwezekana na wali wataingia katikati kuivunja ndoa. Kama ikiwa tumebainika juu ya ukafiri wake biainihi, basi ndoa itakuwa imevunjika, haikusihi kabisa ikibainika kwamba juu ya kufuru yake. Wa ila kama ni mtu mulabbas na hatuwezi kumhukumu kwa ukafiri wake kwa alivyokuwa amefanywa talbis kwa muayyan, kwamba huyu muayyan huyu hapa, huyu kafiri huyu. Kama ikiwa haikubainika hilo, basi tuhesabini kwamba ni bid'atun, ni katika bid'a mbaya kabisa ambazo, au mubtadi ambaye mwenye bid'a ambaye hafai kuwa mume, si kufu yake huyu. Kwa hiyo mume au baba ataingilia katikati kuivunja ndoa hiyo, au mwanamke mwenyewe ataka ndoa ivunjwe. Wallahu a'lam.